Fahamu kwamba wavuvi wadogo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo upatikanaji wa mitaji na teknolojia, majengo na maeneo ya kuuzia bidhaa zao, masoko, na ilishasema kwamba serikali kwa kupitia World Bank tutaanza ujenzi wa masoko. Jitihada hizo ziendelezwe, lakini vile vile jitihada za mitaji kwa vijana wetu nazo tuzifanyie kazi. Jambo jingine ambalo nataka kuiagiza wizara ni utoaji wa elimu ya ujasiriamali na utunzaji wa fedha, ili fedha wanazozipata wavuvi wetu ziwanufaishe katika kuendeleza thamani ya kazi yao na kuboresha maslahi yao. Pamoja na hayo, niwaagize kuimarisha mikakati ya kudhibiti uvuvi haramu ili kuwa na uvuvi endelevu wenye tija na manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho, si kwa maguvu kwenda kukusanya manyavu, kuchoma na kufanyaje, lakini kisheria na taratibu zinazoruhusu hivyo. Agizo jingine kwa wizara, pamoja na kwa kushirikiana na ofisi ya Rais mipango na uwekezaji na wizara ya viwanda na biashara, endelee kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi na kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta ya uvuvi. Hatua hii inatarajiwa kuongeza uzalishaji katika ukanda wa bahari, hususa Bahari Kuu, kuboresha upatikanaji wa samaki wa ubora wa juu kwa ajili ya soko la nje na hatimaye kuongeza mchango wa sekta katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Sambamba na uwekezaji wa serikali kwenye uvuvi wa Bahari Kuu, serikali pia imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye uvuvi wa asili na ukuzaji viumbe maji kupitia mradi wa kuendeleza usimamizi wa uvuvi na ukuzaji viumbe maji wa bahari Tanzania Scaling Up Sustainable Marine Fisheries and Aquaculture Management Task Force. Tumetembelea kampuni ya Tafiko 2022-2021. Hali ilikuwa mbaya sana. Mheshimiwa Rais, kilio cha kufufua kampuni ya Tafiko ndani ya bunge kilikuwa kikubwa sana. Sisi tunakushukuru. Katika miaka 4 ya utawala wako, kampuni hii imefufuka na umeongeza fedha nyingi katika kujenga gati, kujenga bandari ya Kilwa, lakini umeongeza uwekezaji katika viwanda na fedha zimeshatengwa.